Mwaka mmoja uliopita, kulikuwa na kijana aitwaye Kevin. Kevin alikuwa na kila kitu ambacho watu wengi huota kuwa nacho: kazi nzuri, mshahara wa kueleweka, na maisha yalionekana kuwa sawa kwa macho ya watu. Lakini nyuma ya pazia kulikuwa na tatizo kubwa sana. Kila mwisho wa mwezi pesa ziliingia, na ndani ya siku chache tu zilitoweka. Hakujua zinaenda wapi. Hakukuwa na budget, hakukuwa na akiba, hakukuwa na rekodi. Kwa nje alikuwa anaonekana mtu wa maisha mazuri, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na pressure ya kifedha kila siku. Na siku moja alipoteza kazi yake ghafla. Ndipo ukweli ulipomkabili uso kwa uso. Hakukuwa na akiba ya kumshikilia, hakukuwa na plan B, hakukuwa na kitu cha kumsaidia kuanza upya. Ndani ya muda mfupi maisha yake yalibadilika kabisa. Ndipo akaelewa jambo moja: umaskini hauanzi siku unapokosa pesa, unaanza siku unapoanza kutumia pesa bila mpango. Kabla tujaendelea, kama unapenda falsafa za maisha, physiology ya pesa na motivation ya maisha, subscribe sasa kwenye Lubundazi Insight. Mimi ni Amos Lubundazi, na leo nitakuonesha dalili 10 mbaya ambazo zinaonesha kuwa fedha yako iko hatarini hata kama una kipato leo. Sikiza mpaka mwisho, kwa sababu dalili hizi zinaweza kuwa zinafanya kazi kwenye maisha yako bila wewe kujua. Dalili ya kwanza: unaishi kutoka mshahara mmoja hadi mwingine. Yaani kutegemea mshahara utoke ndipo ulipe bili, ulipe madeni yako na pesa huisha. Dalili ya pili: huna akiba ya dharura. Yaani unatumia pesa zako zote zinaisha bila kuweka chochote hata kidogo. Dalili ya tatu: unatumia pesa kuwafurahisha watu ili uonekane umefanikiwa. Watu wengi hununua vitu si kwa hitaji, bali kwa ajili ya macho ya jamii. Dalili ya nne: una madeni yanayokuzidi. Kila mwezi sehemu kubwa ya kipato chako kinaenda kulipa madeni, badala ya kuweka kuwa huru, yanakufanya na kukufunga zaidi. Dalili ya tano: uwekezi kwenye maarifa na ujuzi. Unatumia pesa nyingi kwenye matumizi ya haraka, lakini unakataa kuwekeza kwenye akili yako. Dalili ya sita: una chanzo kimoja tu cha mapato. Ukikipoteza, maisha yako yanasimama kabisa. Dalili ya saba: huna mpango wa kifedha. Pesa zinaingia, pesa zinatoka, lakini hujui zinaenda wapi. Dalili ya nane: unanunua vitu visivyozalisha pesa. Unatumia pesa kwenye anasa badala ya mali zinazoweza kukuingizia pesa baadaye. Dalili ya tisa: unaogopa kuanza au kuwekeza. Unasubiri wakati sahihi ambao haujui kamwe. Dalili ya 10 na ya mwisho: unakosa nidhamu ya fedha. Unajua unapaswa kuokoa, lakini hautendi. Unajua unapaswa kuwekeza, lakini unahairisha. Sasa jiulize swali moja la kweli: ni dalili ngapi kati ya hizi 10 unaziona kwenye maisha yako? Usione aibu, kwa sababu hatua ya kwanza kubadilisha maisha ya kifedha ni kukubali kweli. Kumbuka jambo moja muhimu: utajiri hauwezi na hauanzi kwenye mshahara wako, unaanza kwenye tabia zako. Kama umejifunza kitu leo, subscribe sasa kwenye Lubundazi Insight. Mimi ni Amos Lubundazi. Hapa tunajifunza falsafa za maisha, psychology ya pesa na siri za mafanikio. Andika kwenye comment, nitaanza kubadilika.